Asante. Sisi kwa upande wetu baada ya kumaliza mchezo uliopita tumeweza kupata vipindi viwili vya mazoezi na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Maswali? Naitwa Hassan Mja kutoka Berlin. Kocha, kesho mimi nacheza na Simba Sport Club ambapo ukiangalia kwenye karao ya washambuliaji wamekuwa bora sana. Pengine kama benchi la ufundi mmelifanyia kazi kiasi gani kwa kesho kwa wanao mnapata alama tatu au moja lazima mwadhibiti kwenye uwanja huu? Kwa upande wetu sisi tuko tayari kucheza na Simba. Tuko kwenye ligi, hakuna njia mbadala zaidi ya kucheza na Simba kutokana na ratiba. Tumejiandaa kucheza na Simba katika siku ya kesho. Swali lingine? Asante, naitwa Jirani Mtembezi. Mwalimu, baada ya ushindi wa mchezo uliopita, imewapa morali kwa kiasi gani kuelekea katika mchezo siku ya kesho dhidi ya Simba? Kwa upande wetu nadhani bado tuko kwenye wakati mgumu kwa sababu tuko kwenye mbio za kukwepa kushuka daraja. Tumejiandaa kucheza na Simba na kuona tunatafuta points kwa siku ya kesho. Mko chini na Simba wako juu kwa maana ya kwamba wanapambania kushinda taji la ligi. Pengine ni kazi namna gani kuhakikisha kwamba mnashinda katika mazingira yenu nyumbani na kukutana na timu ya namna hiyo? Tunajua tunacheza na Simba wako nafasi ya pili na tunajua sisi tuko nafasi ya tatu kutoka chini. Tumejiandaa kucheza na Simba na tutacheza na Simba siku ya kesho kama ambavyo tumejiandaa. Swali lingine? Kocha, nadhani ndio Sadam Sadiki kwa wananchi mchezo wa namna gani kwa kucheza timu kwa ya ubingwa, lakini ukiangalia sababu ya ulinzi wao Tumemaliza mchezo uliopita, kuna makosa tulifanya na kuna vitu vizuri tulifanya. Kwa upande wetu makosa tumeyafanyia masahisho, vitu vizuri tutavitunza. Tunacheza na timu bora na mechi itakuwa ni ya kimbinu zaidi na kiufundi zaidi. Vyote hivyo tumejiandaa navyo, tunasubiri kesho muda ufike tuweze kupata kucheza na Simba. Mchezo wa kesho kuna majeruhi yote labda watakosa kesho? Kwa wachezaji waliocheza mechi iliyopita na baadhi ambao wameshaanza mazoezi, kwa ujumla kwa wachezaji tuko nao kambini wote wako kwenye afya njema, tukiacha wale wanaendelea na mazoezi mepesi baada ya kutoka kwenye injury za muda mrefu. Lakini tuliokuwa nao wote wako kwenye hali nzuri kiafya, kiakili. Nategemea tutakawapanga wataanza mchezo wetu kama ambavyo tutawaelekeza. Swali moja la mwisho. Mwalimu, kesho mnakwenda kucheza na timu hiyo nafasi ya pili kwa ubingwa. Unadhani kitu gani cha tofauti ambacho tunakwenda kushuhudia kwa Mbeya City ambacho tofauti na mchezo uliopita? Nadhani tunacheza na timu bora Tanzania, Afrika. Hilo tunalijua. Kwa upande wetu tumejiandaa tuweze kukabiliana nao kiufundi, kimbinu. Na imani tutacheza kama ambavyo tumejiandaa na kuweza kutafuta matokeo. Asante mwalimu. Nichukue nafasi hii kumkaribisha. Asante. Kwa majina naitwa David Ambokile, timu captain wa Mbeya City. Nipo hapa kuzungumza kwa niaba ya wachezaji. Mimi nadhani mengi ya ufundi mwalimu amezungumza, lakini sisi kama wachezaji tumejiandaa vyema kukabiliana na wapinzani wetu. Tunajua mechi haitakuwa rahisi, itakuwa mechi ni ngumu ukiangalia jinsi walivyo na wanataka kupata ubingwa, na sisi tuko na hali ngumu. Ukiangalia tuko chini huku, tuhakikishe tunaweza kutoboa ili tubakie kwa ligi kuu, lakini mechi haitakuwa rahisi. Mimi naamini tukipambana zaidi tutapata pointi 3 kesho. Asante. Maswali? Mimi kama wachezaji na mjadili kuelekea mchezo wa kesho, na pia kuna pressure yoyote kwa Simba Sport Club ukiangalia nafasi mliopo na nafasi ya Simba Sport Club msimu huu wanaanza ubingwa? Si kama wachezaji huwa tunaongea vitu vingi sana, lakini asilimia kubwa kilichopo sasa hizi
kwa hali ya timu ilivyopo, kilichopo ni tunaongea vitu vya kuhamasishana, tuhakikishe tunapambana kupata pointi 3. Ukiangalia kuhusu pressure, pia pressure na sisi ukiangalia sio kwa Mbeya City tu, even kwa Simba ukiangalia wanataka ubingwa na sisi tunataka kushuka huko, lakini na sisi tunapambana kuhakikisha tunabakia na wanapambana kuhakikisha wanapata ubingwa, lakini mechi haitakuwa rahisi kama nilivyosema. Swali lingine? Matokeo yaliyopita mlipata ushindi hapo kiasi gani katika mchezo wa kesho? Mimi nadhani matokeo yaliyopita yalikuwa mazuri, pia yanatupa nguvu kuhakikisha mechi ya kesho tunapambana, lakini kama nilivyosema, siku zote mechi haijawahi kuwa rahisi. Yaani siku zote mechi ni ngumu. Kwa ukiangalia wachezaji walioko kambini morale yao iko juu, kuhakikisha kesho tunapambana na Simba tuweze kupata pointi 3. Swali la mwisho. Kwa jina naitwa Tamas Kapina. Ni mmoja kati ya wachezaji waandamizi kwenye kikosi cha Mbeya City kwa maana ya uzoefu, na umepita kwenye Mbeya City ambayo imepita katika vipindi tofauti. Pengine kwenye kipindi kama hichi hali ikoje, na ninyi kama wachezaji nini cha ziada mnakuja nacho kuhakikisha kwamba mnasaidia kuweka ndani ya Tanzania? Kama kipindi hiki ukiangalia kikweli unachozungumza, kipindi hiki ni kigumu. Yaani kama wachezaji tunavyojua hivi vitu lazima tuvipitie. Sio kwenye mpira tu, hivi ni kwenye maisha lazima upitie vitu vipindi hivi. Lakini kwa sisi hapa kama tunajua kabisa ni kazi yetu, ni wanaume ambao tunajua kupambana, lazima tupitie vipindi, lakini lazima tupambane kuhakikisha tunatetea nembo ya Mbeya City. Mimi niwahakikishie tu kesho tutapata pointi 3.